Hujambo Tanzania, karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali hizo za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, na X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari na matukio mbalimbali kutokea hapa Yegowasu TV. Sasa ndugu waandishi wa habari na ndugu wanachadema, tumeitana leo hapa kwa siku ambayo kama mnavyojua, pamoja na mambo mengine, leo ilikuwa ni kilele cha miaka 33 ya uwepo wa chama chetu. Na jana usiku, juzi usiku, nilipokea taarifa kutoka kwenye familia ya mzee Mtei kwamba mzee ameaga dunia, na tukatumia nafasi hiyo kuitangazia nchi na kuwatangazia dunia kwamba mzee huyu ambaye amefanya kazi sio tu ndani ya nchi yetu, amefanya kazi vile vile kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amefanya kazi duniani kwenye shirika la fedha la dunia IMF, kwamba ameondoka duniani na amefariki. Sasa kutokana na hilo, jana tukaagiza kwamba bendera zote za chama kwa nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa siku 7 kwenye ofisi zote za chama. Kwenye ile statement tulitoa, kuanzia kwenye ofisi za mikoa, kanda, mpaka ofisi za chini kabisa za kwenye misingi. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza kwamba bendera za chama kama ilivyosema statement ya chama jana zitaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku 7. Tutaendelea na maombolezo kwa siku 7 vile vile, kwa sababu mzee Mtei, kwa wale ambao hawajui historia ya mzee Mtei, mzee Mtei amekuwa kiongozi na muasisi wa chama chetu. Ndio mtu aliyekuwa na wazo, ndio genesis ya wazo la Chadema ilipoanzia, wakishirikiana na wenzake. Baada ya kuwashirikisha hilo wazo, mzee Bobu Nyanga Makani, wakina mzee Victor Kimesera ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, Freeman Mbowe na wengine, wakaanzisha hiki chama. Historia ya ukuaji wa chama chetu kilipoanza kilikuwa na wabunge wangapi? 4. Mwaka 95 uchaguzi wa kwanza tulioshiriki. Na nitakuwa nazungumza sasa kwa ujumla katika maadhimisho ya miaka 33, lakini nazungumzia zaidi huu mbuyu mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba 1 kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu. Sio jambo dogo, muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo kilikuwa na wabunge 4. Mwaka 2000 kikapata wabunge 5 na halmashauri ya kwanza ya Karatu. Na chama hiki kimechangia mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi au sera za nchi tangia uwepo wake. Kwa mwaka 95 tulipopata halmashauri ya kwanza, mwaka 2000 halmashauri ya kwanza ya Karatu, ndio chama kilichofuta kodi ya kichwa kwenye halmashauri pekee nchi hii kule Karatu. Nyie wale watu wazima wanaelewa kwamba huko nyuma kulikuwa na kodi inaitwa kodi ya kichwa. Ilikuwa kero, ikifika watu wanakimbia miji nyumbani kwao. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza iliyofuta kodi ya kichwa nchi hii ni halmashauri ya Karatu ya Chadema. Na kwa wale waliokuwepo wanakumbuka wakati ule Rais Mkapa alisemaje kuhusu kufuta hiyo kodi. Ikafuta kodi ya baiskeli inaitwa mchirizi.
Zamani ukiendesha baisikeli unachajiwa kodi. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza kufuta ni ya Chadema. Mwaka 2005 tukapata idadi pia ya wabunge, ambapo halmashauri ya kwetu pia ya Hai ikawa ndio halmashauri ya kwanza kuintroduce hizi shule zinazoitwa shule za kata. Naeleza haya ili muelewe historia ya chama hiki alichokianzisha Mzee Mtei, jinsi ambavyo kimechangia leo maendeleo makubwa katika nchi yetu. Na kama mnakumbuka, tulipokuwa kwenye halmashauri ya Chadema Tarime mwaka 2007 mpaka kuja mwaka 2010, ndio halmashauri ya kwanza nchi hii kulipia wanafunzi ada za sekondari. Kwa hiyo mwaka 2005 mwaka 2000 tuko na wabunge watano. Mwaka 2005 tukawa na wabunge karibia 11. Yes, 11. Mwaka 2010 alipogombea Dr. Slaa tukawa na wabunge 47. Mwaka 2015 tukawa na wabunge 72 na halmashauri nyingi sana katika nchi hii. Hivyo hivyo kwenye serikali za mitaa tukawa tumefikia 30% ya asilimia za mitaa, za serikali za mitaa. Tulishaazimia na sasa tutaliweka katika practice, katika kulifanikisha jambo la kujenga chuo cha kumbukumbu ya Mheshimiwa Mzee Edwin Mtei, Academy ya kumbukumbu ya Mzee Edwin Mtei, kwa heshima yake, kwa ajili ya mchango mkubwa, kuonesha thamani ya mchango mkubwa aliyofanya kwa nchi hii, kwenye demokrasia ya nchi hii. Kwa sababu chama chetu kitajenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei pale kwenye viwanja vyetu. Tuna uwanja mkubwa sana pale Dar es Salaam, eneo la Soga, uko zaidi ya ekari 50. Tutajenga pale chuo hicho ili kiwe kina train vijana wetu, kwanza uadilifu, uongozi, namna ya kupinga rushwa, uchumi, mambo yale aliyotaka kuyaona yanatokea. Tunaelewana vizuri? Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kujipatia habari motomoto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi ni Tonado, chumba cha habari amesimama Dekawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.